Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Naitwa Adam Hussein. Ukraine imeunga mkono wazo la kusitisha mapigano kwa siku 30. Ukraine ambayo imekutana na Marekani katika mkutano uliofanyika huko Jeddah nchini Saudi Arabia imekaribia pendekezo la Marekani la kusitisha mapigano kwa siku 30 katika vita na Urusi na kusema iko tayari kuchukua hatua kama hiyo wakiamini pendekezo hilo ni chanya. Taarifa ya pamoja ya Kiev na maafisa wa Marekani baada ya mkutano uliofanyika huko Saudi Arabia ilisema Ukraine inafikiana na pendekezo hilo. Rais Volodymyr Zelensky amesema Marekani itajaribu kuishawishi Urusi kukubaliana na pendekezo hilo katika matamshi yake ya jana jioni, na kulingana na taarifa hiyo ya pamoja Marekani itawasiliana na Urusi ambayo pia ni muhimu kuelekea mustakabali wa amani baina ya mataifa hayo mawili. Msaidizi wa ngazi ya juu wa Zelensky amesema walijadiliana pia na maafisa wa Marekani juu ya dhamana za kiusalama kwa Ukraine, ingawa hakutoa maelezo zaidi. Hata hivyo, juu ya hilo, wakati huu Marekani imeamua kurejesha ushirikiano na Ukraine baada ya kulumbana kati ya rais wa Marekani Bwana Donald Trump na rais wa Ukraine Bwana Volodymyr Zelensky mwishoni mwa mwezi Februari katika ikulu ya White House. Marekani imesema inarejesha utaratibu wa kuipatia Ukraine taarifa za kiintelijensia na msaada wa kiulinzi, huku waziri wa mambo ya kigeni wa Marekani Marco Rubio akisema macho sasa yanaelekezwa kwa Urusi ikiwa itaamua kukubaliana na pendekezo hilo ama la. Marekani na Ukraine aidha wamekubaliana kusaini mara moja makubaliano ya kuendeleza rasilimali muhimu za madini ya Ukraine. Mengi yanajitokeza baada ya taarifa hizi kutoka Jeddah, ambapo Rais Donald Trump wa Marekani amesema sasa anapanga kuzungumza na Rais wa Urusi Vladimir Putin moja kwa moja kwa hatua hii ya Kiev. Akasema Urusi inalazimika kukubaliana kwanza na usitishwaji wa mapigano na kuongeza kuwa ana imani kwamba Putin atakubaliana nalo. Kwa jumla, Trump tayari ameonyesha matumaini makubwa ya kuvimaliza vita baada ya makubaliano hayo ya Jeddah. Mshauri wake kwenye masuala ya usalama wa taifa Mike Waltz kwa upande wake amesema swali lililopo sasa ni kama, ila ni kwa namna gani vita hivyo vitakavyomalizika. Hata hivyo, kumbuka katika kipindi hiki moja kati ya masharti ambayo Urusi ilieleza ni pamoja na kuhakikisha kwamba vita hivyo vinaisha moja kwa moja na si kusitishwa kwa muda. Rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin na baadhi ya viongozi waandamizi nchini Urusi walisema kwamba hawatokubaliana na usitishwaji wa vita kwa muda, lakini wapo tayari kusitishwa vita moja kwa moja, lakini pia kwa masharti yale ambayo waliyaweka, ikiwa ni pamoja na Ukraine kutojiunga na NATO wala Umoja wa Ulaya, kadhalika na maeneo yaliyokuwa chini ya mamlaka ya Urusi, kwamba Ukraine iondoe majeshi yake ambayo yamesalia katika maeneo hayo ambapo ni pamoja na Luhansk, Donetsk, Zaporizhia pamoja na Kherson, licha ya kwamba kuna eneo jingine ambalo lilichukuliwa tangu mwaka 2014 la Crimea. Ulaya ambayo hata hivyo haikuhusishwa kwenye meza ya majadiliano huko Jeddah imeyakaribisha kwa mikono miwili makubaliano hayo ya kusitisha vita kwa muda. Wa kwanza alikuwa ni rais wa halmashauri kuu ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen, aliandika kwenye ukurasa wake wa X akisema ni hatua nzuri kuelekea kupatikana amani ya kudumu nchini Ukraine. Pamoja naye alikuwa ni rais wa Baraza la Ulaya Antonio Costa. Wakamalizia kwa kusema mpira sasa uko upande wa Urusi. Waziri Mkuu wa Poland Donald Tusk aliyaita makubaliano hayo kuwa ni hatua muhimu kuelekea amani na kusema Ulaya iko tayari kusaidia kufikiwa kwa amani ya kudumu. Ujerumani imesema kupitia waziri wake wa mambo ya kigeni Annalena Baerbock kwamba hatua hii imebadilisha pakubwa hali ya mambo na kuongeza kuwa wako tayari kuwasaidia watu wa Ukraine kufanikisha mchakato huu wa amani. Kwa upande wa Emmanuel Macron, rais wa Ufaransa, pia ameikaribisha hatua hiyo na kutofautiana na wakuu wa Umoja wa Ulaya kwa kusema ni wazi mpira sasa uko nchini Urusi. Kutokea London, waziri mkuu wa Uingereza Keir Starmer pia aliunga mkono makubaliano hayo akiyataja kama mafanikio makubwa. Aliandika kupitia mtandao wa X kwamba wako tayari kuvimaliza vita nchini Ukraine. Lakini siku ya Jumamosi, Keir Starmer atazungumza kwa simu na viongozi waliopo kwenye kile kinachoitwa Coalition of the Willing kujadili juhudi za amani nchini Ukraine. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na bila shaka nawe una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment, lakini pia kusubscribe channel hii. Utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana hapa The World News. Jina langu ni Adam Hussein. Endelea kutufuatilia, endelea kuwa nasi.